Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Victoria Melkiadi. Karibu sana. Hii ni Mlima Horeb. Na leo tumekuandalia documentary ambayo inaelezea safari nzima ya wapi kanisa limeanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, changamoto ambazo kanisa liliwahi kuzipitia na namna gani ambapo Mungu alitutoa kutoka mwanzo mpaka hapa tulipofikia ni kwa neema zake. Kwa karibu, nikukaribisha sana usikilize kile ambacho Mungu amekitenda. Mwaka 2013 mwishoni kwenda 2014. Katika mwaka 2014 nilikuta katika kanisa la mchungaji Mlima Horebu kama waumini wa kanisa walikuwa wapungui waumini 8 wa kanisa la Mlima Horebu. Kwa hiyo tulipiga pale changamoto zile, tukawa tuna ajili ya kupita nyumba kwa nyumba, lakini tunamshukuru Mungu ile kanisa lilikuja kuongezeka mpaka hadi 2014 hiyo tulikuta kanisa letu tumefungiwa kanisa katika mkesha ule, hatuna mahali pa kuabudu. Hiyo ni 2000 na mkesha wa kuingia 2015. Kwa hiyo tulipoingia katika mkesha ule sasa tukasema sasa hizi tumekuja katika mkesha wa mwaka mpya, tunaenda kuabudu wapi? Tukawasema mchungaji wetu akasema sasa hapa hatuwezi kurudi nyumbani, lazima tumwabudu Mungu wetu kwa sababu Mungu anapatikana sehemu yoyote. Tukatoka katika ile kanisa pale kwa Masanja nje ya kanisa. Tukatoka kwa nje tukaenda kuabudu kwa chini ya mwembe ambao ulikuta una majani tu kapori, lakini tukamwabudu pale Mungu ambayo ni siku ya mkesha wa mwaka mpya, kwa mkia mwaka mpya. Hiyo ni 2015, naona 2015 kabla 16, kwa mkia wa 2016. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, pale tulimwabudu Mungu katika chini ya mwembe. Mungu alionekania sana. Baadaye tuliruhusiwa kurudi tena katika kuabudu pale kanisani, lakini mwisho wa siku akasema hapana, bado akatufungia katika kumwabudu tena Mungu mahali pale. Kwa hiyo tunabidi tukaondoka tena, mchungaji akasema sasa hivi tunaenda kuabudu wapi? Tukabidi tuende shule ya Mavurunza ili kwa ajili ya kumwabudu mahali pale. Lakini tunamshukuru baba yetu mchungaji Samuel Joshua Sanga, ni mtu ambaye anampenda Mungu wake sana. Akasema hapa lazima tumwabudu Mungu, ambapo tukaenda kanisa la shule ya Mavurunza. Na katika shule ile ya Mavurunza tulimuona Mungu sana katika darasani tulimuona Mungu. Kwa hiyo Mungu pale alituonekana, tulisali ndani ya wiki bila kukosea wiki 3, kwa sababu shuleni pale shule ya serikali hawaruhusu kufanya ibada katika shule ile, katika shule ya serikali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu pale, tukabidi tukaondoka tena, tukaondolewa tena pale kwa sababu tutakiwa kumwabudu Mungu katika shule ya serikali. Kwa hiyo ilibidi tukaondoka tena, mchungaji akabidi tuhangaike tutaenda wapi. Tukapata nyumba moja ya mtu ambayo nje ya geti, ndani ya geti, tukaenda kumwabudu Mungu siku moja tu, kabla hatujapata kanisa lingine, kuhamia kanisa jingine. Kwa hiyo pale tukamwabudu Mungu siku moja, tukaondolewa pale kwa sababu ni watoto mdogo pale akapiga kelele, kwa nini tumeabudu Mungu mahali pale, tukaondoka. Kwa hiyo baadaye hatuna mahali pa kumwabudu Mungu, tunahangaika mahali pa kupata eneo la kanisa, mahali pa kupanga, hata kupanga tu. Tukawa tunazunguka, mimi kama shemasi napita kila sehemu na kila kona kwa ajili ya kutafuta hata mahali pa kumwabudu Mungu, kama kwa kukodi tu, ile sehemu ya kukodi tu, kwa sababu hatuna jinsi ya mahali pa kununua hela kununulia kiwanja. Kitu cha ninachokipata katika Mlima Horebu toka nimekuja mahali hapa, cha kwanza mchungaji wetu ni mtu wa Mungu kweli kweli, na mchungaji wetu anapenda mambo Mungu amemtumia kwa ajili ya deliverance zaidi na neno, na ambayo ndo neno la Mungu mahali hapa ndo nimeona kwangu mimi binafsi sijawahi kulipata sehemu yoyote kama Mlima Horebu. Kwa hiyo hapa namshukuru Mungu, kwa maana niko mahali hapa kwa ajili ya neno ambalo lililobushiwa na mambo ya upendo ndani ya kanisa, na upendo wa ajili ya juu, kuanzia mchungaji wetu hadi wazee wa kanisa hadi waumini kwa ujumla. Kwa hiyo na hapa imekuwa kama familia kwa ajili ya upendo wa mahali hapa kushinda hata wale wa familia tuliotoka. Kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru Mungu sana, napenda katika mahali hapa. Toka tulipobomolewa pale Suka, kwa sababu kanisa letu lilikuwa pale Suka, na tukatoka hapa tukajili ya kuhangaika kutafuta mahali, tukasema inatosha kukaa katika nyumba ya kupanga tena, nasema kupanga. Bado tukatoka tukaenda kusali tukatoka tukaenda kusali shule ya msingi Andrumi. Pale ndo Mungu akatusaidia pale, tukapata eneo hili la hapa.
tukapata ile eneo la hapa, tukaja tukaangalia, tukajenga kanisa la mabati la muda. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi tumekaa mahali hapa kanisa la mabati, japokuwa watu wengi walikuwa wanasema hili kanisa la mabati, tukiwaambia kanisa la Mlima Horeb wanajua kanisa la mabati. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, katika ile makanisa la mabati tumetoka, na hapa sasa hivi Mungu ametusaidia, tumeweza kujenga kanisa, na sio kabla ya kanisa tumeweza kujenga hata ofisi ya mchungaji, tumejenga choo. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi tumeingia kwenye kanisa hili, tumejenga kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofika. Mungu ni mwema, anazidi kutupigania. Si kwamba ndio tumefika, bali tuna uwezo, tunategemea kujenga kanisa kubwa la maelfu ya watu mahali hapa. Kwa majina naitwa Grace, ni mama mchungaji katika kanisa la Mlima Horeb. Ni mke wa mchungaji Samuel Joshua Sanga. Horeb nakumbuka ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 3 2013. Tulianza tukiwa Glory Hostel Kimara Mwisho. Tulikuwa takriban kama watu, yani siku ya kwanza tulikuwa kama watu 10 hivi. Hawakuwa watu wengi, lakini kadri tulikuwa tunaenda walipungua. Wale walikuja, maana tuliwaalika watu kwamba kuna huduma inafunguliwa, walikuja watu kama hao. Lakini tulivyoendelea kama mwezi mzima, tulikuwa ni mchungaji Samuel Sanga, nikiwa na mimi na mtoto wetu wa kwanza Safina na mdogo wangu ambaye ni Happy. Tuko tu sisi hao. Baada ya hapo ndo watu wakaanza kuja mmoja mpaka sasa hivi ambapo mnaona kanisa lilipofikia. Tuna miaka 13 sasa hivi. Sisi ibada tulivyoanza mpaka leo hasijai kubadilika, kwa sababu ibada zetu zimelenga sana kufungua watu. Kwa hiyo kutokea tulivyoanza, haijalishi tulikuwa wachache, lakini katika huyo mmoja aliyokuepo, mchungaji alikuwa anadili kwa sehemu kubwa ya kumfungua mpaka anafunguka. Pale Glory Hostel tulikuwa tumepanga. Kukopo kuna kumbi pale zinapangishwa, ambapo tulikuwa tunalipa kwa miezi 6. Pale na sisi tulikaa miaka 2, maana tulikaa ile 2013 na 2014. Yule mwenye eneo akawa anataka kubadilisha eneo lake, ikatulazimu tuondoke. Nakumbuka tulivyoondoka, tulienda shule ya msingi Mavurunza. Pale tulisali kama wiki 2. Baada ya kutoka hapo, tukaanza kutafuta eneo la kuabudia. Tukaja tukapata eneo ni Suka, palikuwa ni opposite na machinjio. Ndio pale tukapokuja kuliweka hema, na pale nakumbuka tulikaa miaka kama 2, maana tulikaa 2015, 16, 17 walipokuja kwa ajili ya kuboresha mji, utanuzi wa barabara ya Morogoro Road. Na sisi tulikuwa ni barabarani, wakaja kuvunja nyumba tuliokuwa nayo pamoja na kanisa. Kuna pale tena ikatulazimu tena tuondoke, tukaenda tena kutafuta sehemu ya kuabudia, maana tusingeweza kukaa bila kuabudu. Tukaenda kupata shule tena ya msingi ya Anindumi. Hapo tulikaa mwaka mzima. Nakumbuka kwenye kutafuta sapo tukasema tusitafute eneo la kukodisha, tutafute eneo letu la kudumu. Ndio katika kukaa pale huku tukiendelea kutafuta eneo, ndio Mungu akatujalia mwezi wa 8 2018 ndio tukaja tukapata kibanda cha mkaa. Ndio ambapo sasa hivi kanisa lipo. Tuliumia. Tuambie. Tuliumia sana, kwa sababu pale katika ile eneo wale walikuwa wametukodisha, tulikuwa walishasema madamu ile eneo lilikuwa ni la wazazi wao na wameshafariki, walikuwa wako tayari kutuuzia, na tulikuwa tumejenga hema kabisa ya kwamba tunalichukua, yani tuna ile eneo tunalichukua, ni tunaanza kulimiliki, linakuwa la kwetu. Afu ghafla tunakuja tunabomolewa. Tulichanganyikiwa, afu kwa ni ghafla. Kwa kweli haikuwa rahisi, lakini tunamshukuru Mungu, madam tunaye Roho Mtakatifu alitutia nguvu. Ni kama safari ya wana Israeli, tukaona bado tunaendelea kutembea, bado hatujafika katika hali ambayo siwezi kuisahau juu ya safari ya kanisa mpaka hapa. Ya kwanza ni ile ya kuvunjwa kanisa, maana ile tulikuwa tunapitia kipindi kigumu. Maana tunavunjwa kanisa huku baba yake na mchungaji alikuwa anaumwa, anafariki katika ile hali ya kuvunjiwa kanisa.
Yaani hilo tukio siwezi kuja kulisahau, limekuwa kama historia katika maisha yetu. Kwa ni tukio mojawapo ambalo liliwapata mkiwa katika hali ya kuvunjiwa kanisa na kuhamahama. Na mara kwa tunamuguza baba, alikuja kwa ajili ya kuuguzwa. Tukiwa naye tunamuguza huko kanisa linavunjwa, huko baba tunamuguza, amelazwa Muhimbili na anafariki. Kwa hiyo ni kipindi ambacho siwezi kuja kusahau katika kanisa lilipopita. Yani imekuwa kama historia. Mpaka kuja Kibanda ni maono ya mchungaji mwenyewe alivyokuwa anaelekezwa, kwa sababu tulivyotoka pale tulikuwa tunatamania hata twende hata Kibaa huko Mlandizi. Lakini akupo hii huduma yake kwanza. Sio yeye. Kuna ile huduma mtu anaipenda yeye mwenyewe kama mwenyewe, anaitamani, na kuna ile ni wito. Na kila kitu chake ambacho anapendaga kukifanya akulupukagi. Anaingia magotini, anaomba, Mungu anampa mwongozo. Kwa hiyo aliambiwa atakiwi kuvuka Mbezi, ani Kimara, ni kwenda Mbezi huko mbali. Anatakiwa akae tena, na kanisa litakiwa liwe mbali ya Morogoro Road. Hata tulivyokuwa tumepata misukosuko tulikuwa tunatamania hata tungeenda Kibaa au Mlandizi. Lakini tukasema tusifanye kwa akili zetu. Madamu huduma yeye hajajiita, yeye ameitwa, hebu aingie magotini. Akaingia magotini, akamuuliza Mungu, akaambia je, naweza nikapata sehemu yoyote mbali na hapa? Maana hata pale Glory Hostel sio kwamba aliamua yeye kwamba nikaanzisha huduma Glory Hostel. Ni alisemeshwa na Roho Mtakatifu, akamwambia kafungue, nenda sehemu fulani, nenda Kimara. Pa Kimara mwisho kuna sehemu inaitwa Glory Hostel, pale kuna eneo ambalo utakuta wanakodisha, ndo kaanzisha huduma hapo. Ambapo ndo kweli alikuta kuna maholu pale, na akaonyeshwa organi aanze kufanyia huduma, na akaanza kufanyia huduma. Kwa hiyo hata tulivyopata misukosuko tulikuwa ni tukurupuki. Tunaingia magotini, tunamuuliza Roho Mtakatifu, imekuwa hivi tunafanyaje? Ndo akatuambia kuna eneo langu ambalo lipo. Na ile eneo unaloliona lilikuwa muda mrefu, na limenua muda mrefu, halijawahi kufanywa kitu chochote, ilikuwa ni poli tu, na alipo mbali na barabara. Ndo watu wakupa wanashangaa, ile eneo mmelipataje? Mungu mwenyewe alisema na eneo langu ambalo niliwaekea kwa ajili ya huduma yangu, na tukalipata. Kilio chetu kikubwa kupo ni tupate eneo. Kwa hiyo hatujapata changamoto yote. Tulipopata eneo, Madam Lema la pale Suka tulilitoa, tukahifadhi vitu, ilikuwa ni rahisi. Ni gharama tu za kuita grader lisawazishe, afu nakuja kulisimamisha hema kama kawaida. Mimi naitwa Oresaria Moshi, au jina ambalo nimefahamika sana ni Mama Kileo, katibu wa kanisa. Mimi nilianza kuabudu hapa kuanzia tarehe 3 mwezi wa 3, nakumbuka 2013. Nakumbuka tulikuwa pale hostel kwa Masanja, Glory Hostel. Ya ndo huduma ilianzia pale. Na ilianza vizuri, tulikuwa na watu kama sidhani kama tulikuwa tunafika 10. Na nakumbuka mchungaji alianza na somo la upendo. Na ukiangalia huduma hii imejengwa juu ya misingi ya ukua na upendo na utakatifu. Na ndivyo ilivyo hata sasa. Kwa hiyo huduma hii ina miaka 13. Kwa hiyo nimekuwa nayo. Na tumepita maeneo mengi. Baada ya kutoka Glory Hostel tulisali darasani Maburunza kule. Then tukaenda stopover pale. Tukakaa kwa muda, then barabara kutokana na maelekezo ya serikali, barabara ilikuwa inapanuliwa. Kwa hiyo tukahamishwa pale. Kwa hiyo tukaanza kusali darasani, tumesali kule Anendumi darasani. Baada ya hapo ndo Mungu akatupa neema ya kupata kiwanja hapa. Kwa hiyo tumeendelea na huduma hii mpaka sasa, na tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kusimama na huduma hii. Ameendelea kumtumia mchungaji kwa viwango vikubwa na vya ajabu. Kitu chochote kina changamoto, hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Hata kwenye kazi ya Mungu na changamoto mbalimbali, kwa sababu hakuna kazi ngumu kama huduma ya kiroho. Changamoto kubwa nimeona ni watu kutokuwa na utulivu wa kukaa mahali pamoja. Watu wanahamahama. Unakuta mtu amelelewa, amefundishwa, amekuwa, from nowhere tu anaondoka. Kwa hiyo kwa upande wa kanisa inakuwa inarudisha hatua za kanisa nyuma, kwa sababu ni mtu ambaye amelelewa, ni mtoto, ni kama mtoto nyumbani unavyomuona. Mtoto amelelewa, amefika mahali alafu anapotea, haeleweki, yani vision yake haijulikani. Kwa hiyo na kanisa ndivyo lilivyo. Unamlea mtu, anafika mahali anaondoka. Kuna wale wanaondoka kwa ajili ya kazi au kwa
kwa sababu maalum. Kwenye upande wa Mungu wa kiroho unahitaji kuaga, kuongea na baba wa kiroho, unaenda wapi, unafanya nini ili kupata zile huduma za kiroho na baraka za baba. Unapotoka unajua ni msingi unakoenda. Changamoto nyingine kubwa ni kwenye eneo la uchumi. Kanisa linapokuwa, kanisa ni changa, halina watu wengi, kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi ya kufanya ndani ya kanisa. Kwa hiyo watu wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo mnakuta kuna mambo makubwa ambayo mnahitaji kufanya, nguvu inakuwa ndogo. Lakini tunamshukuru Mungu ameendelea kutusaidia kwenye ile eneo. Changamoto nyingine ni ule uchanga wa kiroho. Nimekuwa na watu muda mrefu mtu abadiliki. Kiroho ni changamoto ndani ya kanisa kwa sababu yani tunategemea mtu akishaokoka anaenda hatua hii, anaweza akasimama, anaweza akahubiri, anaweza akafundisha, anaweza akazaa watoto wengine, anaweza akazaa huduma nyingine, yani akatumika kwenye engo mbalimbali, anaweza akawa mwinjilisti, akawa mchungaji, msaidizi. Yani kuna hiyo changamoto kidogo, lakini tunamshukuru Mungu anaendelea kutusaidia, kutufungua zaidi na kutuwezesha kuelewa zaidi. Horebo naona ni huduma kubwa kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo ni huduma ambayo inatakiwa ibebwe kimaombi na kimaarifa zaidi, kwa sababu kazi ya Mungu inahitaji kufanyika katika ubora na kwenda na wakati. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hatua ambayo ametusaidia na tumeendelea kuweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na pia hata vitenda kazi vya kisasa tumeanza kuwa navyo. Tunazo kamera mbalimbali ambazo tunazitumia sasa hizi, tunaweza tukasimama kwenye ulingo huu wa social media. Kwa hiyo ni huduma kubwa. Mchungaji ni baba wa mataifa mengi pamoja na mama mchungaji. Kwa majina yangu mimi naitwa Dorcas. Asei. Nimeokoka na mpenda Yesu. Namna nilipokutana naye, nilikutana naye wakati nikiwa niko kwenye mihangaiko yangu ya maisha. Nilikutana naye kwenye zone. Ndio alipokuwa ameanza huduma tu, akawa ameanzisha zone, ambapo kipindi hicho zone hiyo ilikuwa iko Makabe, Mbezi Makabe. Alikuwa anakuja kwa mzee mmoja anaitwa Zakaria. Na mimi nikaambiwa kuna mtumishi wa Mungu yuko hapa, hebu njoo siku moja tu na wewe ungane na sisi. Ndio kwa mara ya kwanza nilienda kukutana naye kwenye zone. Na maana mimi ni kondoo ambaye alinivuna kwenye zone. Kwanza kwa mara ya kwanza mimi nilivyoingia Mlima Horebu, kitu cha kwanza ambapo nilimshangaa mchungaji huyu nikamuona ni wa tofauti, ni pale alipoanza kunitajia karama na vipawa ambavyo mimi ninavyo. Kwa Jumapili ya kwanza tu wakati tuko Glory Hostel mwaka huo wa 2013, hanijui, alinijua tu kwa jina langu, lakini alinitajia akaniambia, mama wewe ni intercessor. Kwa ile sikumuelewa, ikabidi baada ya ibada nikamuuliza, akanielewesha. Kwa nikawa naendelea kusali. Namna nilipokuwa nakuwa naye pale, nikawa ninaona kweli kile kitu alichonitamkia kwa mara ya kwanza, kumbe kweli ninacho. Kwa nikaamini kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kufufua na kujua kabisa kwamba huyu muumini ana kitu gani na akakilea. Kwa majina naitwa Angela Zakaria Makoe au Mrs. Joshua Mbaruka. Pastor Samuel Sanga nimekutana naye, kulikuwa na kanisa fulani la kiroho kwa mchungaji Agustino. Pale tulikuwa tunaabudu mimi na familia yangu yote. Na baadhi ya ndugu zangu walikuwa wameshaanza kutumika kwenye lile kanisa, lakini mimi nilikuwa nina mambo mengine, nilikuwa sijaanza kutumika zaidi. Sasa Pastor Samuel Sanga alikuja pale kwa kuwa mchungaji wa lile kanisa, alifungua chuo cha Biblia. Mchungaji wa hilo kanisa tulilokuwa tunasali alifungua chuo cha Biblia. Baada ya kujengwa rohoni sasa, kutoka kuwa msharika wa kawaida na kuwa mtumishi, nilivyoamua kusema ndio sasa nitaanza kumtumikia Mungu, na mchungaji akajua karama na vipawa nilivyonavyo, ndivyo nilivyokuja kuanza kupata faida za mwili. Ni faida ya kwanza kabisa, mimi nimesoma chuo cha walimu. Kwa chuo cha walimu nimesoma nikiwa nakaa na mama mchungaji na mchungaji mpaka nikamaliza walimu. Baada hapo nikapata kazi. Na nilivyopata kazi ndani ya miezi mitatu tu nilikuwa mkuu wa shule. Baada ya kuwa mkuu wa shule nikapata na mchumba. Namshukuru Mungu, alinisaidia nina kwangu, nimejenga nyumbani kwangu, lakini namshukuru Mungu ameendelea kutukuza. Nina biashara ambayo ninaimiliki mimi mwenyewe. Na pia kitu kingine ambacho namshukuru Mungu, sikuwahi kujua kama mimi nina kipaji cha UMC. Kwa kupitia kufanya ibada tofauti tofauti,
Maeneo mengine nikawa naambiwa simama ufanye hivi. Kwa hiyo ile confidence nilipata kanisani. Kwa hiyo hata kipawa cha UMC mnachokiona kimezaliwa hapa kanisani. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo nimefaidika na nimevipata kupitia hii madhabahu ya Mlima Horeb. Kwa ushauri wenu sasa, yani mnawashauri vipi kuhusiana na hii madhabahu ya Mlima Horeb? Hii madhabahu ni sahihi kwa mtu ambaye unahitaji kujifunza neno, kukua na kuwa mwanafunzi wa Yesu. Mahali hapa ni sahihi. Hayo maeneo yote niliyokuelezea yeye ndio anatufundisha na analiandaa kanisa, sio kuwa waumini wa kawaida. Mara amepewa wito wa kumwandaa kila muumini anayekuja kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kisema mwanafunzi wa Yesu maana yake unajitambua, unaweza kujisimamia na kuendelea kufuasisha wengine. Mchungaji wetu anakufundisha neno. Neno ni Mungu mwenyewe. Hapa msingi wetu haujajengeka sana kwenye vifaa vya upako. Neno ndo limebeba hatima yote ya maisha yako na neno ndo kila kitu. Swala la upako mkubwa ni neno. Cha kumshukuru Mungu, nimeingia hapa nikamkuta mchungaji naye yuko vizuri kwenye neno. Upako ni Mungu mwenyewe, yuko kwenye neno. Yeye ndo upako mwenyewe. Na mchungaji analitumia neno la Mungu halisi. Kwanza kabisa ushauri wangu hasa kwa waumini wenzangu ambao wako hapa, wengine ndo mara yao ya kwanza, mara ya tatu au ndo mwaka huu wameanza, hebu watulie mahali hapa, watamuona Mungu. Hiyo ndo ushauri wangu wa kwanza, kwamba mahali hapa ni sahihi, wala wasiangalie kulia, wasiangalie kushoto. Watulie, wasikilize mafundisho ya neno la Mungu na watafika mahali ambapo wanataka kufika. Kama mimi niliingia sijui chochote, nilikuwa sina ujasiri wa kusimama mbele za watu, lakini sasa hivi ninaweza nikasimama mahali popote kwa ujasiri mkuu. Cha pili pia, baba analea, nitarudia hilo, watulie ili walelewe, wakue katika kumjua Yesu. Ndugu watazamaji, tumesikia faida, changamoto na mambo mengi sana. Pointi moja hapo ya msingi sana ambayo nimechukua kwa hawa dada zetu hawa wawili. Cha kwanza kabisa, mchungaji analea. Tumeona vitu vingi sana vimezalika ndani ya madhabahu hii hapa. Kwa hiyo mtazamaji, popote pale ulipo, karibu sana, tunakukaribisha kwenye madhabahu ya Mlima Horeb. Inapatikana Mbezi, kibanda cha mkaa. Karibuni wageni. Mimi naitwa Remigius Cleophas Stanislaus. Ni mzee wa kanisa na ni mwenyekiti wa ujenzi. Nilikuwa nataka niwashukuru sana katika ujenzi wetu. Tuliingia mahali hapa tukiwa na kanisa la mabati. Tunamshukuru Mungu, ameweza kutusaidia, tumeweza kubadilisha mabati, tumeweza kuingia kwenye matofali. Kwa hiyo kanisa lote sasa ni kanisa la matofali. Baada ya hapo kuna hatua zitakazofuata katika kanisa hili la matofali. Kuna ujenzi tutaufanya ambao kuna decoration za madhabahuni na kuna gypsum board kwa ajili ya kufunga kanisa zima, na kuna mambo mengine ambayo yatakwenda sambamba na hayo kwa ajili ya kuskimu kanisa. Sasa naenda kuwapa picha ambayo tunaendelea nayo. Tulianza na sospik tanki ambalo ni la maji machafu ambalo ni kubwa, tumelimaliza. Tukarudi kwenye vyoo vya wamama viko 4 na vyoo vya wababa viko 4, tukavijenga, tumemaliza. Vyoo vya kisasa, tulipotoka pale tumeingia moja kwa moja kwenye madarasa. Tunayo madarasa mawili na tuna mpango wa kuendelea na madarasa mengine kwa kipindi hiki kinachokuja. Na baada ya hapo tunaingia kwenye swala la ofisi ya mchungaji, nayo tumeitengeneza, nayo tumeimaliza. Sasa hivi tunakwenda kwenye kanisa kuu. Basi kwa maana hiyo tuna kanisa kuu ambalo tunaenda kulijenga, lina underground, itakuwa kuna maofisi chini, itakuwa na kumbi za maombi, na juu itakuwa ni kanisa ambalo litabeba watu 1000. Baada ya hapo tuna akaunti zetu ambazo ziko Equity Benki, alafu na Benki ya Maendeleo. Hizo ndo akaunti zetu za kanisa. Mungu akikugusa unaweza kutuona, kupea account number kwa ajili ya kupeleka chochote ambacho Mungu atakuwa amekujalia. Karibuni sana katika kanisa la Mlima Horeb. Tunawakaribisha sana tena sana, na Mungu awabariki. Shalom, mtu wa Mungu. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uhai Mungu aliyotupa.
lakini kipekee kwa ajili yako ambaye umekuwa ni sehemu kubwa ya watu ambao Mungu ametupa kuweza kuwahudumia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mimi kwa jina naitwa mchungaji na mwalimu Samuel Joshua Sanga wa kanisa linalotambulika kama Mlima Horebu, lipo Dar es Salaam, eneo la Mbezi Luisi, Mbezi ya Morogoro Road, eneo la kibanda cha mkaa. Mahali hapa ndipo Mungu ametupa kupamiliki ili kuweza kukutana na watu na kuijenga madhabahu yake na kuwahudumia. Kipekee mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya maono ya hii huduma. Huduma hii rasmi ilianza tarehe 3 mwezi wa 3 2013. Maono haya ndipo yalipozaliwa. Na kwa nini tulipata maono yakiwa yamebeba jina la Mlima Horebu? Kwa mara ya kwanza wakati Mungu anazungumza na mimi juu ya huduma yake na kanisa, alinipa picha ya mahali ambapo Musa aliyaona yale maono kwa mara ya kwanza. Ameona kijiti kinawaka lakini hakiteketei, sawa na kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 na ule mstari wa 1, mahali ambapo Musa alipeleka kondoo kwa mkwe wake mzee Yethro akiwa anachunga. Kwa hiyo Horeb maana yake ni mahali ambapo ni maskani ya Mungu kwa ajili ya kukutana na watu wake. Tunamshukuru Mungu, takribani tumeanza haya maono mpaka sasa almost miaka 10, na tumemwona Mungu akiwa anatutoa utukufu hata utukufu. Nipende kukutia moyo, Mungu anapokuwa amewekeza kitu ndani yako au amekusukuma kuanzisha jambo, isikusumbue ile picha ya mwanzo unavyoanza, kwa sababu kanuni ya Mungu wetu, kitu chochote kinaanza katika mtazamo wa hali ya unyonge sana, kinaweza kuonekana duni. Mahali pengine katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza anasema vile vinavyoonekana vinyonge na vilivyodharauliwa ndivyo mimi Mungu huwa ninavitumia. Kwa nini Mungu anaweza kuanza kwenye picha ya macho ya watu pakiwa duni? Ni kwa sababu kama Mungu akifanya kwa ukubwa huu wa mwanzo, watu hawataweza kuelewa mahali ambapo umeanza na mahali ambapo Mungu amekuinua. Bwana asifiwe sana. Sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu tangu tumeanza maono haya tumemwona Mungu akitusaidia. Tulianza mahali ambapo tumekodi eneo, na baada ya muda Mungu akatutoa pale akatupeleka mahali pengine tukiwa tumekodi eneo lakini la wazi, sio ukumbi, na mahali pale tukaweka hema ya muda. Mungu akatusaidia mahali pale tukakaa takribani miaka 2, na tulipotoka hapo akatupa kupita kama ile safari ya wana wa Israeli jangwani, ili kutuimarisha kiimani, lakini kutujengea msingi imara juu ya hii kazi kubwa ambayo Yesu ameiweka ndani yetu. Na ilipofika mwaka wa 2018 akatusaidia sasa kuweza kupata ardhi ya kwetu, ambapo ndipo tumemjengea Bwana kanisa. Kipekee nipende kushukuru kwa sababu katika documentary yetu wapo watangulizi wangu ambao wameeleza sehemu jinsi ambavyo Mungu amekuwa ametembea na sisi na jinsi ambavyo tulianza katika ile hali ya udhaifu, lakini Mungu akatuinua. Ila tumezidi kumwona Mungu kwa sababu kila huduma au kila wito huwa una aina ya assignment yake. Kuna aina ya kusudi lake maalum linalokuwa la kipekee, unique. Huduma ya kimungu au kanisa haina tofauti na mfumo wa hospitali. Katika hospitali kunaweza kuwa na madaktari mbalimbali, lakini si kila daktari
anaweza kuwa bingwa wa eneo fulani. Kwa neema Mungu aliyotupa ndani ya Horebu kipekee, namshukuru, pamoja na kuwavuta watu kwa Yesu ili kuwafanya kuwa wanafunzi, lakini amewekeza neema kubwa sana juu ya huduma ya kufunguliwa, ikiwa nina maana maombi ya uponyaji kwa watu ambao wenye vifungo mbalimbali, wenye shida mbalimbali. Ipo karama ya neno la maarifa kwa ukubwa sana Roho wa Mungu ameiweka ndani ya mtumishi wake sana. Mimi ni mchungaji kiongozi wa mahali hapa, kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu alipotufikisha, na mimi ninaamini tutakufikia kwa upana sana, wewe ambaye ni mdau wetu. Na katika hayo niweze kusema Mungu akubariki, utazidi kutuona sana kwenye akaunti zetu na kubarikiwa na sisi. Amen. Barikiwe sana. Shalom.